Qur'ani kitabu changu, Qur'ani mwongozo wangu, Qur'ani mwombezi wangu, Qur'ani pumbao langu. Ni kitabu chenye haki huipati. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Qul anad'u min dunillahi ma la yanfa'una wa la yadhurruna wa nuraddu ala a'qabina kalladhi istahwathu ash-shayatin fil ardi hayran lahu ashabun yad'unahu ila al-huda atina. Qul inna hudallahi huwal huda wa umirna linuslima lirabbil alamin. Inshallah leo tunaendelea na darasa letu la 13 tukifasiri surati al-An'am ambayo ni sura ya 6 aya ya 71. Aya hii kama tulivyoisoma inazungumza au inaendelea kuzungumza maudhui yaliyokuwa yamezungumzwa kabla. Maudhui yaliyozungumzwa kabla ilikuwa ni Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kuwarudi wale wenye kuabudu masanamu kwamba ni jambo la makosa. Aliposema Mwenyezi Mungu katika aya zilizotangulia, qul inni nuhitu an a'budu alladhina tad'una min dunillah, sema mimi nimekatazwa kuabudu isiyokuwa Mwenyezi Mungu, vitu ambavyo sio Mwenyezi Mungu. Na mara hii au aya hii imesema qul anad'u min dunillahi ma la yanfa'una wa la yadhurruna, sema je, tumuombe min dunillahi asiyekuwa Mwenyezi Mungu ma la yanfa'una wa la yadhurruna, ambaye hatufai wala hatudhuru. Kwanza hapa Mwenyezi Mungu amesema anad'u, hakusema ad'u mimi mtume, kwa sababu ya kuwashirikisha Waislamu wote kwamba anad'u, mwataka sisi tuwe wenye kuwaomba min dunillahi asiyekuwa Mwenyezi Mungu. Kisha Mwenyezi Mungu amesema ma la yanfa'una, hakusema man la yanfa'una. Na man huwa ni kwa kitu cha aqil, chenye akili, lakini tunazungumza juu ya masanamu, hawana akili, hawafahamu kitu. Kwa hivyo Mwenyezi Mungu ametumia ma la yanfa'una ili ipate kuingia masanamu na vitu vingine vile vile zinavyoabudiwa ambazo hazina akili, ikiwa ni miti kama tutakavyoona, ikiwa ni nyota, ikiwa ni mwezi, ikiwa ni jua na vitu kama hivyo. Anad'u, suala hii ni istifham lilinkar, ni ya kukanyusha na taubikh na kukemea. La, hatutakuwa ni wenye kuwaomba wasiyekuwa Mwenyezi Mungu. Hapa tumefasiri anad'u kwa kutumia neno kumwomba, na ikimaanisha binadamu hafai kumwomba yoyote asiyekuwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kuna kuomba ambayo kwa kubaliwa, wewe wenda kwa mwenzako ukamwomba akusaidie, ukamwomba kukopesha, ukamwomba akufanyie jambo kadhaa na kadhaa, hii ni tofauti. Lakini kumwomba kama vile unavyomwomba Mwenyezi Mungu, wanyenyekea kwa mtu, ukimwomba akuondoshee dhiki zako, akuletee furaha, akuletee kadhaa, ndiko kuomba huko tunavyosema, ambayo ni yakatazwa, kwa sababu kuomba ni kama ibada, kama nitakavyosema katika hadithi kwa kufuata, ambayo yasema kwa hakika imepokewa na Nu'man ibn Bashir kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam alisema inna duaa huwa al-ibada, kuomba ndio kumwabudu, ndio ibada. Thumma qara, kisha akasoma ud'uni astajib lakum, niombeni mimi nitawajibu, nitawapatia kile mnachoomba. Innal ladhina yastakbiruna an ibadati, wale wanaojivuna na hawataki kuniabudu mimi, sayadkhuluna jahannama dakhirin, wataingia katika jahannam na wamekuwa ni wadhalilifu. Kwa hivyo imeunganishwa baina ya dua kuomba
na baina ibada, kwa sababu hakuna tofauti. Ukimwomba kiumbe kwa kuona wewe atakunufaisha au atakudhurisha, kwa maana sio kukusaidia kwa pesa, la, atafanya hali yako iwe nzuri kama unavyomwomba Mwenyezi Mungu, basi hiyo ni ibada na hiyo ni shirki kubwa kabisa. Kama vile aliposema Mwenyezi Mungu katika Makuraishi walipokuwa wataka Waislamu waabudu au waombe masanamu siku kadhaa, mwaka mmoja na mwaka mwingine na wao watakuwa wenye kumwabudu Mwenyezi Mungu, akasema qul ya ayyuhal kafiruna la a'budu ma ta'budun wala antum a'biduna ma a'budu, hamtoabudu kile ninachoabudu ambaye Mwenyezi Mungu, wala sisi hatuabudu mnavyoabudu mimi. Kwa hivyo hapa nilitaka kutilia umuhimu kwamba kumuomba mtu au kitu fulani au mtu amuona ni mtu mwema au mtume au rajulu salih yoyote, hiyo ni makosa makubwa, huko ndio kumwabudu mtu. Wanuraddu ala aqabina, na turudishwe nyuma. Kurudi nyuma ni kama mtu kurudi kwenye visiginyo vyake. Al-aqiba, aqabina, al-aqiba ni mwisho, wal-aqibatu lilmuttaqin, na mwisho mwema ni watu wenye kumwogopa Mwenyezi Mungu. Na hii tutarudi nyuma, Kiarabu kama sema ni kurudi qahqari. Kurudi qahqari ni mtu kurudi nyuma pasina uso wake kuelekea kule anapokwenda. Kwa hivyo sasa tuambiwa kama wewe Muislamu ushaongoka, ushamfuata Mwenyezi Mungu, ushakuwa na tauhidi, leo utakuja vipi uviabudu vitu vingine au viombe vitu vingine ambavyo si Mwenyezi Mungu? Wa nuraddu ala aqabina baada idh hadana Allah, baada ya kwamba Mwenyezi Mungu ashatuongoza. Kalladhi istahawathu shayatin, kama yule ambaye mashaitani wamewapoteza. Istahawathu yatokana na maneno mawili, ima kutokana na neno hawa au huwi. Hawa ni kufuata matamanio yake mtu, huwi ni kupomoka, kama anavyosema Mwenyezi Mungu, wa man yushrik billahi fakaannama kharra minas samaa, mwenye kumshirikisha Mwenyezi Mungu ni kama yule ambaye ametupwa kutoka mbinguni akateremshwa chini na akasagika sagika. Kwa hivyo hawa au huwi na zote ni upotofu, ima ni kufuata hawa yako au ni kupomoka ukaondoka katika njia ya haki. Hayran, kalladhi istahawathu shayatin, ni kama yule ambaye shetani amempoteza. Fil ardhi hayran, akawa katika ardhi amedangana. Mtu amedangana, ametatana. Kiswahili kingine sema ametoshea, hajui afanye nini. Anasema Al-Asma'i, mwanachuoni wa lugha, alhira hiya taraddudu fil amri bihaythu la yahtadi ila makhrajih. Hira, mtu kwa hairan, kudangana, ni mtu aliingia katika shida, hajui katika jambo, hajui atoke vipi, hajui ende mbele arudi nyuma, ende kulia ende kushoto, ndio mtu ambaye ni hairan, ametoshea. Lahu ashabun yad'unahu ila alhuda atina, anao marafiki yad'unahu, wamwita njoo, ila alhuda, ufuate uongofu, itina, yani tufuate sisi, lakini hawi ni mwenye kuwafuata, kwa sababu hao ni marafiki wa kumwita kwenye mambo mema, yuko na marafiki zake wengine wamwita kwenye mambo mabaya, na yeye atakuwa mwenye kuwafuata wale, kama tutakavyoelezwa na Ibn Abbas baada ya muda kidogo. Qul, sema basi, inna hudallahi, hakika uongofu wa Mwenyezi Mungu, huwa alhuda, ndio uongofu. Hakuna mtu aweza kumpa mtu uongofu isipokuwa Mwenyezi Mungu. Ndio ikawa katika swala zetu katika surat al-Fatiha kila siku tuomba ihdina siratal mustaqim, tuongoze njia iliyonyoka. Njia iliyonyoka ni njia iliyoelezwa katika Qur'ani na dini yetu ya Kiislamu. Mwingine yote atakwambia hii ndio njia iko sawa, utaona majongo yake baadaye.
wa umirna linuslima, na tumeamrishwa tuwe wanyenyekevu lirabbil alamin, kwa Mola wa walimwengu wote au kwa Mola wa viumbe vyote. Anasema Ibn Abbas kuieleza masala haya ya mtu kwa amedangana na ametoshea, asema mfano wa mtu mwenye kuabudu miungu hii kama masanamu na asiyekuwa Mwenyezi Mungu, huwa ni mtu amepotea na akakosa kufuata njia iliyonyoka ya kisawa. Aitwa, ewe fulani uje katika njia ya kisawa, lakini hasikii, na wenzake wengine wamuita, akawa ni mwenye kufuata njia sio sawa. Asema mpaka siku ya Kiyama au siku ya mauti yake ndipo atakapojua kwamba mimi njia niliyofuata ni ya makosa, inanipeleka mimi kuangamia na majuto. Na sisi hata tukisema masala haya kwamba ni watu wenye kuabudu masanamu, yataka tujue hata sisi ambao ni Waislamu twaweza kuwa na shirki tukazitia na tukajihisi pengine si shirki, tukaja kuathirika ima wakati wa kufa kuona mambo yamekuwa mabaya, au siku ya kuhesabiwa mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Faida tunayopata katika aya hii ni kwamba Muislamu yataka awe thabit, athubutu, awe imara katika kufuata haki na uongofu wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na kujiepusha na upotofu na kujiepusha na kila aina ya shirki. Na uongofu wa Mwenyezi Mungu umetajwa katika aya nyingi za Qur'ani, utaweza kujua na ni haki, na umeamrishwa ufuate uongofu huo kwa ikhlasi na kumwabudu Mwenyezi Mungu kwa vile ulivyoamrishwa na Mwenyezi Mungu. Ibada yahitaji mambo mawili, yahitaji ikhlas, kumkhalisishia Mwenyezi Mungu, wa ma umiru illa liya'budullah mukhlisina lahu ddin, katika surati al-Bayyinah. Wala hamkuamrishwa isipokuwa mumwabudu Mwenyezi Mungu kwa ikhlas, au innamal a'malu binniyat, kama anavyosema Mtume, hakika amali huhukumiwa kutegemea nia, uwe na nia ya ikhlas. Na jambo la pili, ibada kukubaliwa, ni ufuate sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, kama vile alivyotufundisha, sallu kama raitumuni usalli, swalini kama mlivyoniona mimi nikiswali. Sisi hatukumuona, lakini hadithi za Mtume ziko za kueleza alikuwa akiswali vipi. Khudhu anni manasikakum, mukifanya amali ya hija chukueni kutoka katika ile hajjatul wadai niliyoifanya mimi, muangalie nilifanyaje, na ibada nyingine zote umfuate Mtume. Baada ya kuwa na mambo haya mawili, uombe Mwenyezi Mungu kabuli, kwa sababu waweza kuyafanya yote hayo na usipate kabuli, lakini sana ukifanya kwa njia kisawa na kabuli utaipata. Sema pengine huwa kuna kasoro fulani fulani, basi uombe Mwenyezi Mungu akutakabalie. Ya tatu katika faida tunayopata kutoka katika aya hii ni ibada haiwi isipokuwa kumwabudu yule ambaye aleta manufaa na anakuletea madhara, yule ambaye ana saitara, ana mamlaka juu yako. Kwa hivyo ni nani? Ni Mwenyezi Mungu aliyekuumba, anayekuruzuku, ambaye anaweza kukuhisha au akakufisha, anaweza, ndiye mudhillu na ndiye muizzu na ndiye mudhilli, ndiye anaweza kukupa cheo na anaweza kukuregesha chini akakutweza. Huyo ndiye anastahili ibada. Hapa sasa kuna amri moja tu, wa umirna linuslima lirabbil alamin, tumeamrishwa tusalim amri. Kusalim amri ni mtu kwa hana lake tena, na ndio maana shahada. Wewe ukipiga shahada, ashhadu an la ilaha illa Allah, mimi nimekubali, nikisema kwa ulimi na nikikiri ndani ya moyo wangu kwamba hakuna kuabudiwa isipokuwa Mwenyezi Mungu, nitafuata Qur'ani yake, maneno yake yote na amri zake zote. Wa ashhadu anna Muhammad rasulullah, na nimekubali mimi kwamba nitafuata sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hivyo wewe ushawata ile saitara yako, ile mamlaka yako, umemfuata Mwenyezi Mungu. Sasa amri ya kwanza hiyo. Amri ya pili, wa an aqimu salata wattaquhu, ya pili na tatu hapo, na musimamishe swala na mumwogope Mwenyezi Mungu. Tukiangalia mnasaba wa aya ya kwanza na ya pili, aya ya kwanza
imekwambia usalim amri, na kusalim amri kutokana na mambo mawili. Ni amali ya moyo, katika moyo wewe umeslimu na umekubali kila kitu, na ni amali ya vitendo, kwa sababu Al-Hasan al-Basri asema, hii ni hadithi lakini kauli ya tabi'i mwanachuoni mkubwa, laysa al-imanu bitamanni walakin ma waqara fi al-qalbi wa saddaqahu al-amal. Imani si kutamani tu wewe kwamba mimi ni muslimu kajigamba au mimi nitakwenda peponi kadhaa, la, laysa al-imanu bitamanni walakin ma waqara fi al-qalbi. Imani ni kitu kiliotulia ndani ya moyo wako, lakini si kiliotulia ni imani ndani tu, wasaddaqahu al-amal, kikaonyeshwa kwamba wewe una imani kweli kwa kutokana na vitendo vyako. Kwa hivyo imani ni mambo mawili, na ndio ikawa kila wakati Mwenyezi Mungu akisema innal ladhina amanu wa amilu salihat. Hakuna imani kusema mimi ni Muislamu bwana, wewe ni Muislamu, tunataka kuangalia na vitendo vyako vya Kiislamu au si vya Kiislamu. Kwa hivyo amali za nyoyo pamoja na viungo vya mtu, na tuambiwa rasu amali alqulub alimanu billahi walislam, kichwa cha amali kubwa ya moyo ni mtu kumwamini Mwenyezi Mungu na kuingia katika Uislamu, na kichwa cha amali ya viungo ni swala, ndio muhimu kuliko amali nyingine yoyote. Na kitu kingine muhimu ni attaqwa, nayo ni kuacha mambo yaliyokatazwa kama tutakavyoeleza sasa hivi. Kwa hivyo wa an aqimu sala, na msimamisheni swala. Na hapa kuambia kusimamisheni ikimaanisha muiwe mwaiswali kila wakati, sio mtu aswali sala kadhaa swala nyingine hasiswali, aswali siku kadhaa siku nyingine haswali, aswali siku ya Juma haswali siku nyingine, aswali Ramadhani baada ya Ramadhani haswali. Huyo si mtu ambaye ni muqimu sala. Wattaquh, na umche au mnamcheni yeye Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Sasa hapa wanavyoni wasema mbona ametaja Mwenyezi Mungu swala peke yake? Kwa sababu katika nguzo za Uislamu ya kwanza ni kupiga shahada kuingia. Katika nguzo za amali muhimu ni swala, kwa sababu swala ndio nguzo ambaye kila Muislamu lazima aitimize kila wakati, huwezi kujiepusha nayo. Ama zaka yategemea kwanza, si nguzo ya kila siku, ni nguzo mara moja kwa mwaka, na ni nguzo ya mtu ambaye ana pesa. Ama saumu ni nguzo vile vile mara moja kwa mwaka, tena mtu ambaye ana siha, yani mgonjwa hawezi, mtu mzima sana hawezi, halazimishwi. Ama haji ni nguzo mara moja kwa umri, tena man istataa ilayhi sabila, yule ambaye aweza kwenda haji. Lakini swala ndio kitu muhimu sana. Wa huwa alladhi ilayhi tuhsharun, wa huwa, na yeye Mwenyezi Mungu ndiye ambaye ilayhi tuhsharun, mutakusanywa kwake siku ya Kiyama. Yani siku ya Kiyama baada ya kufufuliwa kuna hashra na kukusanywa, kuna na hisabu, kwa hivyo tutakusanywa mbele yake. Mafunzo tunayapata hapa ni kwamba tumeamrishwa mambo matatu. La kwanza ni kuingia katika Uislamu, la pili ni kusimamisha swala, la tatu ni takwa. Lakini nataka kueleza kwamba vitu namna hii katika Qur'ani zinakuja tofauti. Hata takwa yenyewe inaelezwa kwa aina mbalimbali. Hapa tumetumia takwa ni wiqaya, mtu kujiepusha na mambo ambayo yamghadhibisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Lakini utaona mahali pengine Mwenyezi Mungu amesema katika Qur'ani, katika surati al-Baqara, alif lam mim dhalika alkitabu la raiba fihi hudan lilmuttaqin. Dhalika alkitabu, kitabu hiki Qur'ani, la raiba fihi, hakuna shaka ndani yake, hudan ni mwongozo, lilmuttaqina, vya mwenye kumwogopa Mwenyezi Mungu. Hapa ametufasiria Mwenyezi Mungu muttaqina ni wapi, ametaja sifa tatu. Kwa hivyo inakuja tofauti, na mahali pengine ukiona muttaqina au utaona sifa zimetajwa za Waislamu kisha zimeambia ulaika humul muttaqun, hao ndio wenye kumwogopa Mwenyezi Mungu. Hapa tukutaka kueleza kwa sababu tumehitaja vitu vitatu kabla na tutaje hivi vitatu vingine. Alladhina yu'minuna bil ghaib ni sifa ya taqi, ni wale wenye kuamini vitu visioonekana, ghaib. Wa yuqimuna salata, imeletwa hapa swala vile vile,
kwani sehemu moja ya sifa ya mtu ambaye ni taqi, mwenye kumcha Mwenyezi Mungu, na wakasimamisha swala. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, na vile tulivyowapatia mali wanatumia, wanatoa, ima kutoa zaka ambayo ni wajib au kutoa sadaka ambayo ni sunna. Wa huwa alladhi khalaqa as-samawati wal arda bil haqq. Sasa baada ya Mwenyezi Mungu kutuambia tusiabudu masanamu, sasa Mwenyezi Mungu ataka kutueleza mumwabudu nani. Tumeambiwa hapa kabla kwamba tumuogope Mwenyezi Mungu wattaquhu, lakini tutakaoambiwa baadhi ya sifa zake Mwenyezi Mungu, na sifa zake ni nyingi. Katika aya hii ametutajia baadhi ya sifa zake. Ametutajia sifa ngapi hapa? Takriban sifa 5 ambazo tutaifasiri aya, lakini tutazitaja kwanza. Kwamba yeye ndiye aliumba mbingu na ardhi, kwamba yeye ndiye akitaka kitu kiwe sema kun fayakun, kwamba yeye ndiye walahul mulku yawma yunfaqu fi sur, ana ufalme siku itakapovuviwa baragumu. Alimul ghaibi wa shahada, sifa ya 4, Mwenyezi Mungu ni yule mwenye kujua mambo yaliyofichika na mambo ya dhahiri. Alhakimul khabir, ni Mwenyezi Mungu ni yule mwenye hikma na mwenye ujuzi wa kila kitu. Sasa tuiangalie hii aya yatuambiaje. Wa huwa alladhi, na Mwenyezi Mungu ni yule ambaye khalaqa samawati wal arda bil haqqi, ameumba mbingu na ardhi bil haqqi, kwa haki. Wa yawma yaqulu kun fayakun, na siku anaposema kuwa basi huwa. Mwenyezi Mungu huumba kwa kun fayakun, husema kitu kiwe na kikawa. Abu Hayyan anaeleza hapa kitu muhimu kwa nukta fulani, asema hadha tamthilan li ikhraji shay'i min al-adam. Kun fayakun, Mwenyezi Mungu hujambia kitu kiwe kutokana na hakuna kitu. Sisi tunaweza kufikiria mtu ana vitu vyake pale, sasa ataka kuvitengeneza kama mtu mwenye kutengeneza gari kisha likawa. La, Mwenyezi Mungu husema kun fayakun, akaumba kwa haraka kutokana na kitu hakuna chochote. Ameumba mbingu na hakukuwa na mbingu kabla, ameumba ardhi na hakukuwa na ardhi. Ndiye Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Qauluhu alhaq, kauli yake ni haki. Walahu almulk, na yeye ndiye ambaye ni wake yeye peke yake ufalme. Yawma yunfakhu fi sur, siku ambapo itakapopulizwa baragumu. Mwenye kuipuliza ni malaika ambaye aitwa Israfil. Na hapa tunataka kueleza jambo ambalo mara nyingine utaona nafkhi fi sur, kupuliza kwa baragumu, huambiwa mara nyingine ni mara 2 au watu wengine husema mara 3. Kauli yenye nguvu iliyo sawa ni mara 2, na nitaieleza. Yani adadu nafkhi, mara ngapi hupulizwa baragumu, ni mara 2. Mara ya kwanza huja swaiq, watu hutolewa roho zao wakafu, ya kuua kila kitu kiliko hai. Mara ya pili ni kufufuliwa, wakatoka kaburini watu wote ambao walikuwa wamekufa. Na hii Mwenyezi Mungu tueleza katika aya, wanufikha fi suri fasa'ika man fi samawati wa man fil ardh. Wanufikha fi sur, na litapigwa hilo baragumu, fasa'ika man fi samawati wa man fil ardhi, wawe mbenye kutolewa roho wote wale walioko mbinguni na ardhini, illa ma shaa Allahu, illa yule ambaye Mwenyezi Mungu ametaka kwamba atabaki. Thumma nufikha fihi ukhra, kisha vile vile itapulizwa mara nyingine, mara ya pili. Fa idhan hum qiyamun yanzurun, mara wale watu walikuwa kwa makaburini watakuwa wenye kuinuka, yanzurun, wanangojea amri za Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Imekuja katika hadithi za Mtume SAW zinaeleza wazi kwamba nafkha, kupulizwa baragumu, ni mara 2. Na hadithi hii zimepokewa na Bukhari na Muslim.
katika sahihaihima, sahihi zake, Sahih Bukhari na Sahih Muslim. An Abi Huraira, kuna hadithi yasema ma baina nafkhataini 40, baina ya kupulizwa baragumu mbili, ya kwanza na ya pili, 40 ni 40. Mtume akaulizwa 40 yauman, qala abaitu, ni siku 40? Akasema nimekataa, yani siku. 40 shahran, qala abaitu, ni miezi 40? Akasema nimekataa. Qal 40 sana, qala abaitu, nimekataa. Kwa hivyo sisi hatujui ni 40 siku wala miezi wala miaka. Pengine Mtume amesema hivi kwamba ndio hajui, au pengine vitu hivi, taban inna yawman inda rabbika ka alfi sanatin mimma ta'udun, siku ya wakati wa kiyama siku zake ni tofauti na siku za dunia. Kwa hivyo ni kupewa tu ule muda, kama namna tunavyoambiwa kwamba Mwenyezi Mungu ameumba mbingu na ardhi kwa siku 6. Siku 6 zile sio siku za masaa 24 tunayojua sisi, ni nyakati 6 ambazo zimeitwa siku, kwa sababu hata jua na vitu vingine vilikuwa bado havijaumbwa na ardhi kuweza kusema ile siku muda wake ni muda gani. Sasa anasema Ibn Abbas, yawma tarjufu rajifa tatba'uha radifa, katika surati An-Nazi'at aya 7. Yawma tarjufu rajifa, siku hiyo ambayo itakayotetemeka cha kutetemeka ardhi. Hiyo asema ni nafhi ya kwanza, ni kupulizwa baragumu mara ya kwanza, itatetemeka ardhi na watu wanafadhaa. Baada ya hapo watu wote wafe. Tatba'uha radifa, itafuata na nafhi ya pili ya kufufuliwa, lakini baina ya muda yake ni muda huo mrefu. Kwa hivyo kufuata kwake sio kufuatwa leo kwa kesho. Asema Ibn Abbas, huma nafkhatani, hizo ndizo kupulizwa mara mbili kwa baragumu. Ya kwanza ni ya kufisha walio hai wote, ya pili ni wa kuwahuisha waliokufa wote. Anasema Hasan, ikisemwa Hasan katika tafsiri kusudia al-Hasan al-Basri, al-Hasan, wa nufikha fi suri fasaika man fi samawati wa man fi al-ardi illa ma shaa, kama ile tuliyosema. Baadhi ya wanavyuoni wanasema nafhi ni 3. Wakisema ya kwanza ni ya fadhaa, ya watu watadangana, ya pili ni ya kufa, na ya 3 ni ya kufufuliwa. Lakini kauli hii haina nguvu kwa dalili tutakazozitoa. Kwanza, kwa dalili ya Bukhari na Muslim imetaja kwamba ni 2, na hivi ni vitabu vya hadithi ambazo ni sahihi zaidi. Kisha watu hawakuonyeshwa mahali kwamba ni 3, wametoa dalili kutoka hii aya tutakavyoieleza, ambayo utaona haielekei moja kwa moja kwamba ni dalili ya kwamba ni 3. Dalili zao wametoa wapi? Wa yawma yunfakhu fi suri fafazi'a man fi samawati wa man fi al-ardi illa ma sha Allah, siku itakapopulizwa baragumu wawe ni wenye kufanya fadhaa, kudangana watu walioko katika mbingu, viumbe na watu binadamu katika mbingu na katika ardhi, illa masha Allah, illa aliyependa Mwenyezi Mungu. Kwa hivyo eleza kwamba hapa si swariha, hii aya haiko wazi kwamba hii ni ya 3, na wasema ile ya kwanza watakapokuwa watu watakufa, ile fadhaa ndio kitu kitakachokuwapata wao. Fadhaa hiyo ndio baadaye itawafanya wafe. Kwa hiyo fadhaa, asema si wazi kwamba ni nafhi ya 3, kwani haikuonyeshwa kwamba iwe ni ya 3 mustaqilla na nafha ile ya watu kuuawa. Na bila shaka nafha hiyo, asema Al-Qurtubi, kwamba nafha kupulizwa ni mara 2 tu, nafakhat hakuna 3. Kwa hivyo nimependa hili jambo hili kulieleza, kwa sababu mara nyingine utasoma vitabu vingine utaambiwa mara 3. Na amesema Ibn Hajar al-Asqalani, muhadith maarufu alifasiri Sahih al-Bukhari katika Fathul Bari, sharh Sahih al-Bukhari,
akasema ama hadithi sur, hadithi ya kuvuvia baragumu ambaye alitoa At-Tabari akaeleza kwamba mara 3, yani kama alivyosema wengine, asema hadithun dhaif, ni hadithi dhaifu, mudtarib, yagongana, yani haiko sawa. Kama yaqulu al-hujja fi ilmi al-hadith, anasema Al-Qurtubi, kama anavyosema hilo al-hujja, mtu ambaye ni mwelewa na ni hujja kwa watu katika masala hadithi, Ibn Hajar al-Asqalani, na vile vile al-Baihaqi, mmoja katika muhadithin, akieleza vile vile sharhi ya Fathul Bari, ameidhoofisha hadithi hiyo. Kwa hivyo nafkhi ni mbili. Alimul ghaibi wa shahada, sifa za Mwenyezi Mungu, mjuzi wa siri au mambo yaliyofichika, wa shahada, na mambo yaliyodhahiri. Wa huwa alhakimu, naye ndiye mwenye hikma, alkhabiru, mwenye habari zote. Hizi zote ni sifa za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Faida tunayopata katika aya hii ni kwamba Mwenyezi Mungu ni yule ambaye akitaka kitu kiwe kun fayakun, aamrisha kiwe na kinakuwa. Ala sur'ati al-khalqi, ule kuonyesha wepesi wake wa kukiumba kitu. Wengine watu wakisema baina al-qafi wal nun kun, lakini hata si baina al-qafi wal nun, ukisema tu hata hujafikiria moja kufika ya pili. Wa sur'ati al-ba'thi wal hisab, na Mwenyezi Mungu atakuwa ni mwepesi katika kufufua watu na atakuwa ni mwepesi katika kuwahisabu watu. Faida ya funzo la pili, imeonyesha aya hii dalili nyingi za sifa za Mwenyezi Mungu. Ni mwenye sifa gani ambayo bila shaka hakuna mwingine yoyote mwenye sifa kama hizo. Na funzo la tatu ni kwamba kuna ijma'i ya wanavyoni kwamba nafkhi sur, kupulizwa baragumu, litakuwa mwenye kufanya kitendo hiko ni Israfil, na Mwenyezi Mungu yeye ndiye nafikh, ndiye mwenye kupuliza hilo, lakini Mwenyezi Mungu ni mwenye kuhuisha watu. Na tuambiwa na Abul Haytham kwamba man ankara, mwenye kukanyusha kwamba kuna hilo baragumu au parapanda, naambiwa ni kama aina ya mtu kuvuvia kitu katika pembe kisha ikatoka sauti kubwa, lakini hilo ni kubwa kwa kweli, basi huyo ni kama aliyekanyusha arshi ya Mwenyezi Mungu na kakanyusha mizani, kwamba siku ya Kiyama Mwenyezi Mungu atawapima watu katika mizani yake au zake. Wasirata, na mwenye kukanyusha kwamba kutakuwa na sirati, njia au buntwa nyembamba ambao watu watapita juu ya moto, na kila mmoja atapita kwa kutegemea amali zake, haraka vipi au kuwa ni atapita polepole vipi. Na Abu Faris akasema asur ni alladhi fi alhadithi kalqarni yunfakhu fihi, iliyotajwa katika hadithi ni kama kitu ambayo mtu avuvia pembe ikatoka sauti. Sasa tumekoma hapo, twaja sasa katika kisa cha Nabii Allah Ibrahim alayhi salam. Uhusiano Mwenyezi Mungu ametuzungumzia katika aya zote zilizotangulia leo na darasa zilizopita, namna ya kukatazwa sisi tusiabudu masanamu. Sasa atakutetea practical experience ya nabii ambaye kazi yake ilikuwa ni kupingana na shirki ya kila aina, ikianza shirki ya kuabudu masanamu. Lakini hapa kwa leo haitazungumzwa shirki ya kuabudu masanamu, bali itazungumzwa shirki ya kuabudu nyota na mwezi na jua. Watu wa kaumu ya Nabii Allah Ibrahim alayhi salam walikuwa ibada zao kwa mapote mawili. Wako wamegawanyika wenye kuabudu masanamu, pote moja hilo pamoja na babake Nabii Allah Ibrahim, na pote lingine ni kuabudu hivi vitu vilivyoko mbinguni, nyota aina mbalimbali, mwezi na jua. Na vitu hivi vilikuwa vikiabudiwa na watu wengi wakati huo na kwa muda mrefu. Kwa hivyo huo ndio uhusiano baina aya zilizotangulia na aya ya sasa. Wa idh qala Ibrahimu li abihi Azar, kumbuka Ibrahim alipomwambia babake mzazi Azar ambaye aitwa Azar, atatakhidhu asnaman aliha, je wewe unawafanya masanamu
kuwa ni miungu. Inni araka wa qaumaka fi dhalalin mubin, mimi nakuona wewe na watu wako kwa muko katika upotofu ulio wazi kabisa. Sasa tujaribu kuieleza hii aya sehemu kwa sehemu. Kwanza, Mwenyezi Mungu amemuita babake Ibrahim kwamba ni Azar. Kuna maudhui watu wengi wazungumza. Je, Azar ni babake? Je, Azar ni ami yake? Anasema Said Hawa katika tafsiri yake Al-Asasu fi Tafsir, wengi katika mufassirin hawakuliingilia jambo hili kwa sababu waliona ni jambo wazi. Mwenyezi Mungu amesema wa idh qala Ibrahimu li abihi Azar. Kwa nini sasa tuanze kuzungumza Azar si babake, ni ami yake au ni vipi? Na Mwenyezi Mungu ashasema vile. Kwa hivyo hawakuingilia jambo hili, wameona haina haja kamwe kuzungumza habari hii. Ibn Jarir akitaja kwamba wale watu walionasibiwa wanaozungumza juu ya nasaba za watu, na hivi katika vitabu vilivyotangulia, katika Taurat na vitabu vilivyotangulia, walikuwa wakimwita Ibrahim kwamba ni Ibrahim bin Tarih kwa he au bin Tarikh kwa he. Lakini sisi tufuata Qur'an. Lakini asema Ibn Jarir, yawezekana kwamba alikuwa na majina mawili, moja ni Tarih na moja ni Azar. Kwa hivyo wale wamemwandika kwa jina hilo na Qur'ani imetaja hivi, na hii yani ngani ni ushindani mdogo kuliko kusema ni ami, kwa sababu kama anavyosema wako mitume pia walikuwa na majina zaidi ya moja. Nabii Allah Yaqub alayhi salam aitwa Yaqub, na katika Qur'ani aitwa Israil vile vile. Lakini sisi tunachukulia kwamba bila shaka jina lake ni Azara, na kama hilo lingine labda ni lakabu au ni jina lingine la hirimu, lakini jina haswa ni lile lilotajwa Mwenyezi Mungu, kwa sababu hata katika hadithi imetajwa vile vile babake kwamba ni Azar. Inni araka wa qaumaka fi dhalalin mubin, anamwambia Ibrahim kumwambia babake, mimi nakuona wewe na kaumu yako na watu wako fi dhalalin mubin, uko katika upotofu ulio wazi. Kuna baadhi ya watu wanasema ni vipi Nabii Allah Ibrahim amwambia babake maneno kama haya magumu, na sisi tumeambiwa ud'u ila sabili rabbika bilhikmati walmau'izati alhasana, yani ukilingana ulinganie watu kwa hikma na mawaidha mazuri. Lakini ukiangalia kwa makini, na nitaeleza sababu zake, Nabii Allah Ibrahim hakufanya makosa kumwambia fi dhalali mubin, kwa sababu hakika ni upotofu na ni kupotea ndia kulio wazi. Mtu huabudu kitu ambacho kitu kile wewe hukukifanya, hukukitengeneza. Kitu kile kina nguvu fulani zaidi kuliko yako, pokosi Mwenyezi Mungu. Wewe abudu kitu ambacho kama tunavyoambiwa Azara mwenyewe alikuwa akitengeneza masanamu. Uyatengeneze kisha uje waabudu kitu ulichokitengeneza wewe, kitu ambacho hakiwezi kukunufaisha, hakiwezi kukudhurisha. Bali Nabii Allah Ibrahim alayhi salam alipokwenda akayavunda masanamu yote, walisemaje? Masanamu hawakuweza kujihami nafsi zao, bali wao walisema qalu hariquh, mchomeni huyo Ibrahim, wansuru alihatakum, mpate kuwanusuru miungu yenu, in kuntum fa'ilina, ikiwa lazima mufanye. Kwa hivyo nyinyi ndio mwenye kumnusuru. Inni araka wa qaumaka fi dhalalin mubin. Tunataka kueleza tena kwa urefu zaidi neno hili la kwamba Ibrahim hakuwa alitupa mpaka, bali hikma na mauidhatul hasana si kitu ambacho kina aina moja, inategemea hali. Kuna wakati utazungumza kwa ulaini sana, kuna wakati ukiona haiathiri utakuja kusema maneno ambayo ni magumu, pia ni hikma. Na ndio Mwenyezi Mungu atuambia katika surati Al-Kahf, akitueleza atuambia nini? wa qulil haqqu min rabbikum faman shaa falyumin wa man shaa falyakfur.
Sema haki itakuwa kwa Mola wako, atakaye ataamini, asiyetaka hataamini. Na huwezi kuficha mtu katika dhalal, usimwonyeshe kwamba yuko katika dhalal, itakuwa masuala yako hukuyaondosha wewe kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Bali mahali pengine tunaambiwa katika Qur'ani, waddu law tudhinu fayudhinun, wangetamani makafiri lau nyinyi mungekuwa laini na wao wapate kwa laini. Hawataki haki, hawataki waambiwe maneno wazi. Lakini fi dhalali mubin, sikutukana mtu. Hapa tutakuja kwanza kuonyesha hizi aya tulizozisoma sizo aya za mwanzo. Hizi ni aya alipokuwa Nabii Allah Ibrahim amezungumza na babake na kaumu yake. Nabii Allah Ibrahim ashazungumza na babake kwa njia ya upole sana peke yake na yeye tu. Tutajaribu kuzisoma baadhi ya aya katika surati Maryam tuelewe, kwa sababu hii Qur'an unaangalia kile kitu cha kwanza kiliokuja au kilikuwa ni kipi. Mwenyezi Mungu atuambia katika surati Maryam na kuonyesha vipi Nabii Allah Ibrahim alikuwa ni mpole na vipi babake alikuwa ni mpotofu. Anasema Mwenyezi Mungu, wadhkur fil kitab Ibrahima innahu kana siddiqan nabiyya. Kumbuka umtaje Ibrahim katika kitabu, katika Qur'an, innahu hakika yeye kana siddiqan, alikuwa ni mkweli, nabiyan na nabii. Idh qala li abihi, alipozungumza Nabii Allah Ibrahim kumwambia babake, ya abati, kwa njia ya kujipendeza, e babangu, lima ta'budu ma la yasma' wala yubsiru wala yughni anka shay'a, kwa nini waabudu vitu ambavyo visivyosikia, visivyoona na ambavyo haviwezi kukufaa chochote, yani haingia akilini. Ya abati inni qad ja'ani min al-ilm ma lam yatika, e babangu, mimi Mwenyezi Mungu amenipa ilmu, amenipa utume, ma lam yatika, wewe hujapewa ujuzi huo. Fatabi'ni, nifuate mimi, ahdika siratan sawia, nikupeleke nikuongoze njia iliyonyoka. Ya abati la ta'budi shaitan, e babangu, simwabudu shaitan, yani kumwabudu shetani kumfuata. Inna shaitana kana lirrahmani asiya, shaitani kwa Mwenyezi Mungu Rahman alikuwa ni mwenye kumuasi. Ya abati inni akhafu an yamassaka adhabun min arrahman, mimi naogopa usije ukaguswa wewe ukapatikana na adhabu kutoka kwa Mwenyezi Mungu Arrahman, mwenye kurehemu watu. Fatakuna lishaitani waliya, ukawa utakuwa ni mwenziwe shaitani, umekuwa rafiki yake. Jawabu ilikuwa nini kwa babake Ibrahim? Qal araghibun anta an alihati ya Ibrahim, wewe unachukia miungu yangu ewe Ibrahim? La in lam tantahi la arjumannaka, ikiwa hutakomeka wewe nitakupiga kwa mawe mpaka nikuue. Wahjurni maliya, na kuwa mbali kabisa, ondoka na mimi, usiwe karibu na mimi. Huyo ndiye mtu ambaye Nabii Allah Ibrahim anazungumza naye kwa lugha nyingine sasa. Kwa hivyo lazima mpile haki, na hata katika mtu usitengeze mambo mpaka akawa mtu aona pengine na ile anayofanya ni haki, itakuwa sio njia. Na tutakuja kuzungumza sasa hivi katika faida tunayopata kutoka katika aya hii. Na alimwambia nini Nabii Allah Ibrahim baada ya kuja? Qala salamun alayka, amani juu yako. Sastaghfiru laka rabbi, nitakuja kumwambia maghfira, usamehewe. Alipokuwa hajajua kwamba ni adui wa Mwenyezi Mungu, na baada ya kufa akakatazwa asiwe ni mwenye kumwombea tena. Innahu kana bihafia, kwani Mwenyezi Mungu amekuwa ni mwenye kuwa na huruma sana kwangu. Kwa hivyo tukirudi kwamba neno la fi dhalali mubin si kubwa, hata Mtume sallallahu alaihi wasallam ameambiwa ibara kama hiyo na Mwenyezi Mungu, wala alikuwa habudu masanamu. Mwenyezi Mungu amwambia Mtume, wajadaka dhalan fahada, amekukuta wewe umepotea. Kupotea sile si kwamba umepotoka, umepotea njia, kwa sababu ulikuwa hujui. Wakati ule hakuna alikuwa ajua ndiye sahihi ni vipi. Mtume hakuabudu masanamu wala hakufanya jambo la makosa, lakini hajui tariki kisawa ni vipi. Akaenda kwenye Jabal Hira akimfikiria Mwenyezi Mungu, lakini hajui ibada ya kisawa. Ajua kwamba kuabudu masanamu si kitu cha kisawa, hakuabudu.
la mtume wala Waraka bin Nawfal wala Zaid bin Amr wala Abu Bakar hawakuabudu masanamu, lakini wakati ule walikuwa watu hawajui ndia ya haki iko vipi. Na hapa tutatoa kisa kimoja kutilia nguvu neno hili tupate kuiona, kwa sababu watu wana sababu zake, sitaki kuziingia mimi kwa nini wapigania neno hili sana. Na hata masala ya azara, kuna watu wengine wana sababu zao kwamba haifai mtu babake mtume kuwa amekuwa si Muislamu, kwa hivyo tuseme ni ami yake, ambaye babake Ibrahim ndiye huyu, mtoto wake Nuh alikuwa si Muislamu, mke wake Nuh alikuwa si Muislamu, mke wake Lut hakuwa Muislamu, ami yake mtume salama Abu Lahab hakuwa Muislamu, ami yake mtume Abu Talib hakuslimu. Kwa hivyo Uislamu ni tofauti, si lazima uwe umeshuka kwa kila mtu. Tumeambiwa kwamba Abi Musa al-Ash'ari katika masahaba watukufu, siku moja aliulizwa fatwa. Kuna mtu asema amekufa mtu, amemwacha binti na bintul ibn na binti na bintul ibn na am, je, watarithiwa vipi? Abu Musa akasema binti atapata nusu na ami atapata baki iliyobaki, na akamwambia nenda kumuuliza Abdullah bin Mas'ud, sababu Mas'ud alikuwa ni alim zaidi katika wanavyuoni washinda kariboti, wa huwa sawfa yuwafiquni fi dhalik, ana yakini na atakuja kuniafiki katika rai yangu hii. Akaenda kaulizwa Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud akasema kad dhalaltu idhan wa ma ana min almuhtadin, ikiwa nitamfuata yeye basi mimi nitakuwa nimepotea. Dhalaltu, takuwa sio niliongoka. Kwa hivyo si neno ni kwamba ni neno kubwa, nimetaka kulieleza, lakini akaeleza yeye akasema binti atapata nusu, binti ibni atapata sudusi, ili mafungu mawili haya yawe thuluthi mbili, walbaqi ambayo thuluthi moja ataipata ami. Faida tunayopata kutokana na aya hii, anasema Fakhrur Razi, Nabii Allah Ibrahim alayhi salam alikuwa na cheo kikubwa sana, akiitwa Khalilullah, kipenzi cha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kwa sababu kadhaa. Tutafanya haraka kidogo. Sababu ya kwanza, Mwenyezi Mungu anasema katika Qur'ani, aufu biahdi ufi biahdikum, tekelezeni ahadi zangu na mimi nitawatekelezea ahadi zangu juu yenu. Ahadi ya Mwenyezi Mungu ni kumfuata mambo yake. Ahadi ya Mwenyezi Mungu wewe ukifuata ni kwamba atakutia peponi. Na Ibrahim alitimiza ahadi zake. Tumeambiwa katika Qur'ani, wa idhibtala Ibrahima rabbuhu bikalimatin, alipopewa mtihani. Kumbuka alipojaribiwa Ibrahim na Mola wake bikalimatin, kwa mambo kadhaa ayatimize, fa atammahunna, akayatimiza. Na moja katika maonjo aliyotimiza yeye ni pale aliposema inni ara fil manami anni adhbahuka, mwambia mtoto wake Ismail, na akawa tayari kumchinja mtoto wake, lakini baadaye Mwenyezi Mungu akamfidia kwa kondoo kutoka katika janna. Mahali pengine Mwenyezi Mungu amwambia qala lahu rabbuhu aslim, kumbuka alipomwambia Mwenyezi Mungu mja wake Ibrahim aslim, silimu, qala aslamtu lirabbil alamin, akasema nimeslimu kwa Mola wa viumbe wote. Na kwa urefu tutakuja kueleza munadhara, vile atakavyoshindana Nabii Allah Ibrahim na wenye kuabudu nyota na mwezi na jua katika darasa litakayokuja. Na Nabii Allah Ibrahim alikuwa ni mwenye kushindana na mfalme Namrud, akimwambia rabbi alladhi yuhyi wa yumitu, tutakuja kuzungumza Mola wangu ni yule ambaye ahuisha watu na kufisha. Alishindana na mfalme, alishindana na babake, alishindana na kaumu yake, alishindana na makafiri, fajalahum judhadan, akawavunja masanamu illa kabira lahum, isipokuwa ule mkubwa wao. Baada ya kushindana, bali akawavunja kwa mkono wake. Na alimuomba, hili ndilo jambo muhimu, Mola wake akasema waj'alni lisana sidqin fil akhirin, ewe Mola wangu nijalie mimi kuwa ni mwema, nipendwe na watu watakaokuja wote. Ndio Nabii Allah Ibrahim alipendwa na mushrikina wa Maka wakidai fuata njia yake,
anapendwa na Mayahudi wakisema mfuata yeye, anapendwa na Wakristo wakisema mfuata yeye, anapendwa na Waislamu wakisema mfuata yeye. Lakini pamoja na hayo hatukubali sisi masala ya Abrahamic religion. Nitamalizia hapo kwa kutoa baadhi ya aya. Kwanza, Mayahudi na Manasara ahlul kitab wote katika surati al-Bayyina, lam yakun alladhina kafaru, imetajwa kwamba ni mushrikina. Lam yakun alladhina kafaru min ahlil kitabi wal mushrikina munfakina hatta ta'tiyahum al-bayyina. Hawakuwa wale waliokufuru nani katika ahlul kitab ni Mayahudi na Manasara, yani hawakuwa ni wenye kutoka katika shirki yao mpaka wapate ufafanuzi, na ufafanuzi ulipowajia hawakufuata, bali walibaki ni wapotofu. Na Mwenyezi Mungu ametoa hukumu yao katika aya 2 za surati al-Bayyina, innal ladhina kafaru min ahli kitabi wal mushrikin, wale waliyekufuru katika ahli kitabi, watu waliofuata kitabu, Mayahudi na Wanasara, wal mushrikina, na wale mushrikina, fi nari jahannama, wataingia katika nari jahannama, moto wa jahannam, khalidina fiha, watakaa milele. Ulaika hum sharrul bariya, hao ndio viumbe wabaya kabisa. Na Waislamu, innal ladhina amanu wa amilu salihati, katika sura hiyo hiyo, wale walioamini wakafanya amali njema, ulaika hum khairul bariya, hao ndio viumbe bora kweli kweli. Hatuwezi kuwakusanya viumbe bora na viumbe wabaya tukawafanya pamoja, kama tunavyosema leo tuwe na mahala pamoja pa kuabudu, tuandike Qur'ani na hapo hapo itwe Bible pamoja, watu wasome kile wanachotaka. La, hiyo sio Uislamu. Bali namalizia kwa aya 3 ambazo Mwenyezi Mungu anasema, ma kana Ibrahimu yahudiyan wala nasraniya. Nabii Allah Ibrahim hakuwa akifuata dini ya Kiyahudi wala dini ya Kinasara. Kwanza dini ya Kinasara imekuja baada ya kuja Nabii Allah Ibrahim, imekuja kutokana na Isa. Dini ya Kiyahudi imekuja baada ya kuja Musa, na Musa amekuja baada ya Nabii Allah Ibrahim alayhi salam. Kwa hivyo kulikuwa wapi na dini hiyo? Walakin kana hanifa muslima, lakini alikuwa ni mwongofu Muislamu. Wama kana min almushrikina, wala hakuwa katika mushrikina. Bali asema aya ya pili yake, inna aula nnasi bi Ibrahim, watu ambao ni bora zaidi wa kumfuata Ibrahim, lalladhina tabauhu, ni wale waliomfuata Waislamu, yani waliomfuata wakati wake alipokuwa hai. Wa hadha nabiyu, na mtume huyu Muhammad, walladhina amanu, na wale watu walioamini Waislamu, wallahu waliyul mu'minin, na Mwenyezi Mungu ni walii wa Waislamu. Na aya nyingine 2 zasema, inna ad-dina 'inda Allahi al-Islam, hakika dini inayokubaliwa na Mwenyezi Mungu ni Uislamu peke yake. Hatuwezi kusema kuna dini nyingine, zingine si dini zenye kukubaliwa. Na anasema Mwenyezi Mungu, man yabtaghi ghayra al-Islam dinan falan yuqbala min, yule atakaye kutaka dini sio kwa Kiislamu hatakubaliwa tena. Wa huwa fil akhirati min al-khasirin, na siku ya akhira, kesho akhira, atakuwa katika wale khasirika. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Qur'ani kitabu changu, Qur'ani mwongozo wangu, Qur'ani mwombezi wangu, Qur'ani pumbao langu, ni kitabu chenye haki huipati